Tarehe 22 mwezi huu wa saba, msemaji wa klabu ya Simba Sports Club Ahmed Ally asubuhi ya leo alikuwa akizungumza masuala machache kuhusiana na klabu yao. Moja kati ya taarifa aliyotoa mbele ya waandishi wa habari ni kuhusiana na mshambuliaji wao Mwalimu Selemani Mwalimu ambaye yupo kwa mkopo kutoka klabu ya Wydad Casablanca, na imesemekana kwamba ameongezewa mwaka mwingine mmoja wa kusalia katika viunga vya Msimbazi, na baada ya hapo akatangaza rasmi kwamba atakuwa ni mchezaji wao kutumainiwa katika msimu ujao, akiwa akiongoza safu ya ushambuliaji pamoja na mshambuliaji mwingine ambaye atasajiliwa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa asubuhi ya leo, lakini jioni haijua halijazama kama lilivyochomoza. Jioni ya leo Wydad Casablanca mapema kabisa wametoa msimamo wao, wametoa statement yao wakimtambua Mwalimu kama mchezaji wao na mchezaji mwenye mkataba nao, na wakitangaza kwamba hawana makubaliano yoyote na Simba Sports Club ya kuweza kuwapatia mchezaji huo kwa mkopo kwa mwaka mwingine. Lakini zaidi wameenda mbali kwamba wanao mipango na mchezaji huo katika programu zao za mwaka ujao. Hii inaleta picha gani? Mwalimu amekuwa ni mchezaji wa kugombaniwa kati ya waajiri wake na Simba Sports Club, au hakuna mawasiliano mazuri kati ya Simba Sports Club pamoja na Wydad Casablanca, au nini kinaendelea? Au ndo kile ambacho alizungumza msemaji wa Simba Sports Club leo kwamba nyuma ya hili kulikuwa na klabu ambayo inaanzia na Y ambayo ilienda kuhitaji huduma ya mchezaji. Na je, Y wamefanikiwa? Hapana. Moja, tunajua kwamba mchezaji huyu alikuwa anacheza Wydad Casablanca, alisajiliwa kutoka Fountain Gate, klabu inayoshiriki NBC Tanzania. Lakini pili, huyu mchezaji alivyoenda Wydad, performance yake ikawa haijaendana na falsafa yao. Hivyo basi Simba wakabisha hodi, wakamtoa kwa mkopo msimu uliopita. Lakini amechangia makubwa kwenye timu ya Simba. Goli 9 so far kwa mechi alizoshiriki, mechi nyingi alikuwa anatokea bench. Lakini leo nadhani asubuhi imetangazwa taarifa kwamba Selemani Mwalimu amesajiliwa, yani anaendelea kutumikia mkopo wake. Sote tukafurahi, tukaona kwamba Simba wamepiga hatua kuendelea kumtumia yule striker. Lakini jioni tumeona tena taarifa kutoka Wydad Casablanca inakanusha kwamba bado yule mchezaji wanamhitaji. Kwa hiyo hapa tuna doubt, huenda hakuna mawasiliano mazuri kati ya Simba na Wydad, au pia huenda Wydad wanamhitaji zaidi huyo mchezaji, kwa sababu uongozi umeshabadilika kutoka kwenye uongozi mwingine kwenda kwenye uongozi mwingine baada ya uchaguzi. Unadhani itakuwa shida iko wapi? Shida ipo kwa Simba ambao wamemtangaza mchezaji au Wydad? Kwa sababu taarifa za ndani zinaonyesha kwamba Simba Sports Club wasingeweza kumtangaza mchezaji kama mkataba umeongezwa, kama wasingekuwa wamewasiliana na wamiliki wa mchezaji ambao ni Wydad Casablanca. Lakini pia taarifa za chini chini zinaeleza kwamba Ahmed ameshinda uchaguzi pale nchini Wydad, nchini Morocco, kuiongoza Wydad mara baada ya Wydad kuwa na performance mbaya katika msimu huu na kushindwa kabisa kufikia malengo yao, ikiwemo kushindwa kucheza klabu bingwa wala kucheza michuano ya shirikisho mara baada ya kushindwa kufanya vizuri katika ligi yao. Sasa wamefanya uchaguzi na wamechagua viongozi wengine. Je, inawezekana interest za viongozi wengine zimetofautiana? Na je, utaratibu wa kiofisi unakuwa namna gani? Kwa sababu hata kama uongozi umebadilishwa, mazungumzo yakishafanyika, mikataba ikishafanyika, watu wakishasainiana, viongozi wengine wanatakiwa kuanzia pale ambapo viongozi waliotangulia wameanzia. Je, kuna shida ya kiuongozi ndani ya Wydad Casablanca ambayo huenda inaenda kumwathiri Simba? Kuna shida ya uongozi ndani ya Wydad Casablanca. Kama ulivyosema, wamefanya uchaguzi, lakini pia inasemekana kumekuwa na migogoro ya mara kwa mara ambayo inaathiri ile timu. Lakini kwa upande wa Simba, ili sio mara ya kwanza kulifanya. Walishawahi kulifanya kwa Lameck Lawi walipokuwa wanamchukua Coastal, walimtangaza, lakini baadaye Coastal Union wakaja kukanusha, wakaenda kumuuza Azam. Kwa hiyo kama kuna sehemu ambapo viongozi wa Simba wanakosea, wajirekebishe kwenye usajili wa wachezaji. Kwenye makosa hizi, dosari ndogo ndogo zinachafua taswira ya timu. Lakini kuna sehemu pia viongozi wa Simba tunataka kujifunza. Ndio. Inawezekanaje timu kubwa kama Simba mkawa mnakaa na kila siku kutegemea wachezaji wa mikopo tena kutoka kwenye klabu ambazo mnaenda kushindana nazo Afrika? Hii sio sura nzuri. Lakini pia wana Simba mara kadhaa wamesema wako tayari kuichangia klabu yao. Timu kama ingetengeneza mfumo mzuri
wa kutengeneza wale mashabiki, lakini kuwabadili mashabiki kuwa wanachama na wanachama wakachangia na timu ikawa na vyanzo vya kutosha vya fedha. Sidhani kama timu ilipaswa kwanza kung'ang'ania wachezaji wa mkopo katika kiwango hichi. Lakini pia kuna jambo la kujifunza pia. Timu kama Simba leo hii tunamng'ang'ania Selemani Mwalimu. Twende tuongee tu kiuhalisia. Washabiki wa Simba wamekuwa na kiu muda mrefu ya kutaka wachezaji top kabisa kucheza Simba. Kwa mfano, muda mrefu wana Simba wametamani kumuona Feitoto. Ni kama misimu mitatu sasa hivi wana Simba wanaimba habari ya Feitoto. Lakini Feitoto anaonekana kushindwa kufika unyamani. Lakini cha ajabu ndo mnabaki mnang'ang'aniana wakina Selemani Mwalimu, mnang'ang'aniana na Wydad Casablanca. Ni kama uongozi wa Simba kuna mahali ambapo twende mbele turudi nyuma hauko sawa. Hauko stable. Lakini mwisho pia ni sehemu ya kujifunza pia. Kuna baadhi ya watu ambao wanajiita washabiki wa wapenzi wa Simba ambao wana nafasi kubwa serikalini, wengine wa biashara wakubwa. Zamani tushekuwa na kitu kinaitwa Friends of Simba ambao walikuwa pale kusaidia Simba. Lakini inakuja kuonekana mara baada ya Mo Dewji kuchukua timu ni kama watu wote wamesusa, wamerudi nyuma na hawana msaada wote kwenye timu. Tumeshuhudia Yanga mawaziri wakipishana kwenye korido za Yanga kusaidia timu. Tumeshuhudia, lakini Simba inao mawaziri pia. Lakini hatuwaoni mawaziri wakisaidia Simba. Kuna watu wana nafasi kubwa, kuna wafanyabiashara kubwa wasaidii Simba. Simba imebaki kuwa ombaomba, imebaki kuwa ni timu ya kuombaomba wachezaji wa mkopo, na hii inaathiri na kuonesha image nzima ya timu inakuwa ni mbovu. Nadhani wakati wa watu ambao wana influence ndani ya Simba kusogea na kusaidia. Lakini pia ni wakati wa Simba kama inawezekana kubadilisha viongozi, kupata viongozi ambao watakuwa influence kwa washabiki, wanaokubalika na washabiki, ili washabiki ili wao viongozi wakitaka kitu washabiki wawe tayari kufanya. Nishawahi kuligusia siku moja nikasema kwamba kama kuna uwezekano Simba waachane na mfumo wa mwenyekiti, wabadili uende kwenye mfumo wa rais, kila kitu kinaweza kuwa transparent. Lakini tukibakia kwenye huu mfumo wa kikoloni, mambo mengi yatakuwa yanaharibika. Tutashindwa kumshika mchawi ni nani. Asante.